kusali sana, kuharibu mitandao ya shetani. Mtandao ni nini? A network is an environment that is conducive for the communication. That is, for a communication to be perfect, its network need to be perfect too. Mtandao wa shetani ama mtandao ni nini? Network ni mazingira ambayo yako sawa sana kwa kuwezesha mawasiliano yafanyike. Kumaanisha kuwa na mawasiliano mazuri, lazima kuwa na mtandao ambao unafanya kazi vizuri. Lazima mazingira yawe yako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona ya kwamba shetani pia ana network yake ambayo inamruhusu akaweze kuwasiliana na kutimiza mambo yake. Vivyo hivyo Mungu ako na network yake. Naye shetani akaika network from God, copyright. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to communicate with somebody far from you, lazima network iwe iko sawa ndio mwasiliane vizuri. Kama network imeharibika, utasikia ile mtu wa upande wa pili anakwambia sikuelewi, kusonga kitoko mahali huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekula. Kwa hivyo shetani pia ako network yake ambayo inamruhusu afanye kazi yake katika maisha ya watakatifu kuharibu. Na network ambayo shetani huwa anatumia sorcerers, anatumia witchcrafts, anatumia astrologers, wise men na watu kama hawa, those faithful servants to Satan. Network zao zikiwa sawa, ana communicate nao na mambo inaripika kwako. Same to our God, our heavenly Father, anatumia his faithful servants, the pastors, the evangelists, the prophets, teachers. Bwana asifiwe sana, ili kufikisha ujumbe wake kwa kanisa. Vivyo hivyo shetani ana watu wake amewaandaa kueneza uvumi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma kitabu moja cha Luka 8:43 hadi 48. Luka 8:43 hadi 48. Kama umefungua nisomee mahali pale. Kitabu cha Luka 8. Nataka kufundisha polepole na uyaelewe. Ukisimama utakuwa unaelewa, unafunja network kali. Luka 8:43. Maandiko yanasema aje kama umepata? Hadi 48. Maandiko yanasema hivi: basi kulikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi la watu ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote kwa wakanga, hakuna aliyefaulu kumponya. Huyo mwanamke alimfuata Yesu nyuma, akakuza pindo la vazi lake. Papo hapo akaponywa ugonjwa wake wa kutokwa damu. Yesu akasema, ni nani aliyenikuza? Wote wakasema kwamba hapakuwa na mtu aliyemkuza. Naye Petro akasema, Bwana, umati wa watu umekusunguka na kukusonga. Lakini Yesu akasema, kuna mtu aliyenikuza, maana nimehisi nguvu imenitoka. Yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kujificha, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa mbele ya Yesu. Hapa akaeleza mbele ya wote kisa cha kumkuza Yesu na jinsi aliyoponywa mara moja. Yesu akamwambia,
pindi imani yako imekuponya. Nenda na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu moja kuu ambayo Yesu alikuja hapa duniani, sababu moja kuu, maana kunazo nyingi, na moja kuu ni kukuja ili kuharibu mitandao ya shetani, naye aweze kuinua mtandao wake, ili aharibu the network of Satan, na come up with the heavenly or gloriful network. Mali tumesoma kisa kimoja cha dada mmoja binti wa Israeli. Alikuwa na gonjwa la aibu sana. Alikuwa na tatizo la aibu sana. Tatizo hili lilimfanya akakosa amani, akakosa marafiki, akakosa kubadilika katika familia, akawa anakaa akiwa peke yake. Siku moja Yesu akawa anapita katika mtaa anaoishi. Alipokuwa anapita, huyu dada akajisemea moyoni, akasema, nimeishi maisha haya kwa muda, mimi sitahitaji hata niombee, wacha nikuse tu pindo lake na amini nitapona. Hapo kulikuwa na watu wengi sana wanasongana, yani msongamano wa watu ni wengi, umati wa watu. Lakini yeye akaona to bring attention to Jesus, wacha nikuse pindo lake. Alipokuza pindo la Yesu, ghafla damu ikasimama. Yesu akahisi kuna jambo limefanyika. Kumbe hauhitaji kuambia watu shida yako, just nyosha mkono kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema Yesu akauliza wanafunzi wake, kuna mtu amenishika? Wakasema, sasa wewe ni kichaa, wewe unaona hata vile tumefinyana, alafu unauliza mtu amenishika? Petro akamwambia, wewe unaona vile watu ni wengi bwana, unauliza nani amekushika, na watu hata vile umesimama unaona yeye amekugusa. Akasema, hapana, kuna mtu amenigusa, maana nimehisi nguvu zimenitoka. Nimehisi kuna network yangu wire fulani, kuna moto imetoka kwangu, na kuna mtu anatumia moto yangu na imemkuza. Bwana Yesu asifiwe sana. It is like the tapping power from a certain generator or a certain transformer. Inaisha kwamba ilikuwa ina supply to 30 rooms or 40 rooms, but hiyo power ilikuwa imekalkuletiwa kuwaka katika room 40. Sasa kuna another room ya 41. Now the generator or the power point inaishi, kuna sasa kuna kitu kingine kimeongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, hapana, kuna mtu amenishika na si wa kawaida, maana ninahisi network yangu imekuzwa. Wakati tunaongea na mtu, kwanza wacha nisingie sana rohoni, maana utakosa kushika. Wakati tunaongea na mtu physically, ukanipigia simu ukasema, asifiwe pastor, ukasema amen, unaendeleaje, alafu useme sikupati, kuna kitu kimesimama, network imekatika. Bwana asifiwe sana. Lazima unatafuta network. Nikusema halo au sikii, mwambie mahali huko network imepotea. Kwa hiyo Jesus wakati alikuwa anatembea, alifika mahali akahisi there is something has interfered with network. Wakati network imepotea, lazima usimame utafute network, sio kuendelea tu kukimbia na kusonga mbele. Unajua Wakristo wengi wakati umepoteza network, sasa ndio unachikaza kusonga tu na unasonga ukiwa ndani ya mwili. Sasa inabidi usimame uulize, hapana, there is something going on na sio kawaida. Something has happened weird, yani kitu kisichoeleweka. Yesu alisimama papo hapo. Huyu dada bila kujizuia alijitokeza, akasema, ni mimi. Yesu akamwambia, ana ni wewe. Ni wewe ulikuwa unakusa network yangu. Imani yako inakuponya. Nenda kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kukuja kwake katika hiyo mtaa, alipofika katika hiyo mtaa, alipokuwa anatembea, Yesu alijua penye anatembea kuna mtu anahitaji ulinzi wake na uponyaji wake. Mara nyingi Yesu anaweza kukupea kisoko, aone ya kwamba do you hold attention kwake, sio kwamba hajui. Na anaposoma Isaya 65 inaniambia kwamba
Mungu yuko tayari kujibu maombi yetu, lakini hatukuomba. Yeye yuko tayari kutusamea, lakini hata hatukuhitaji msamaha wake. Asema Bwana, mimi ndio huyu sasa, niko tayari kukusaidia. Kumbe Mungu anajua haja unayohitaji, anajua tatizo ulilo nalo, anajua hitaji ulilo nalo, lakini anangojea your attention kwake, ili siwe ya kwamba sikuwa na hitaji, hata yeye alifanya tu. Wakati tunaenda kwake anajua kumbe ulikuwa na hitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule alikotoka Yesu akakuja kutembea kwenu, alikuwa anajua huku kwenu kuna mtu anamhitaji na ni wewe. Wakati amekuja anatembea kwa boma, anatembea mahali pako pa kazi, anatembea kwa mlima wa Bwana, anangojea aone utanyosha mkono uguse pindo lake. Maana tunaona alipofika katika hiyo mji, kuna dada mmoja ambaye alikuwa amefungwa na network ya shetani. Maana satanic network, it is to oppress you. Satanic network is to make you bend down. Inakufanya uiname, unamishwe kilo chini. Satanic network inakufanya uwe blind, yani inakufanya uwe kipofu. Wakati unaambiwa jambo hili ni mbaya, wewe unaona kile kibaya unaona kiwa kizuri. Wakati unaambiwa hii njia ni mbaya, wewe unaona hiyo njia ndio nzuri sana. Wakati unaambiwa hao marafiki ulionao ni wabaya, hapo ndio unaona kwamba niko na marafiki wazuri sana. Wakati unaambiwa kunena huku ni kubaya, hapo ndio unaona kwamba ni gani umefunikwa na network ya shetani. Na umeishi chini ya hiyo network mpaka umeona maisha yako sawa. Ukiambiwa mambo ni mabaya unasema mambo iko sawa, jana nilikula ukali na nyama steak moja, juzi nilikula vizuri, niko na pesa, niko na gari, niko na familia, niko na nyumba, niko na maplot. Sasa nini unaniambia niko na shida? Shida gani unaniambia niko nayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani alikuwa amefunika huyu dada, hakuwa na amani. Kukuja kwa Yesu kwa hiyo mtaa, si ya kwamba Yesu hakuwa anajua. Jesus knew that in this community kuna dada mmoja anadoko na damu. Shida na haja ulionayo si ya kwamba Yesu ajui mpendwa. What Jesus want of you need to hold attention of him. Watakatifu wanaweza shuka mahali hapa milioni moja, lakini usukuzwe. Kwa nini? Kwa nini usukuzwe? Kwa sababu hauko tayari kukuzwa na wao. Second, kwa sababu hauko tayari kuambia njoo unikuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza shuka akainua mikono yake akasema atasameni upafoni na mikononi mwangu, na tena arudi kule bila kukukuza. Pasipo wewe mwenyewe kuamuka na kusema Yesu usiniache. Huyu dada angeendelea kukaa akisikia kwamba Yesu ndio yeye anapita tu. Yeye anaenda kusema tu hawa watu ni kusongamana tu, hawa ni kujidanganyana tu, aendelee kukaa. Shida yake haingemuondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alielewa kwamba msaada wangu umekuja. Tatizo nililonalo linaisha leo. Wakati mwingine katika maisha yetu tunaweza kuwa tumetumia pesa zetu kutafuta vitu ambavyo havitusaidii. Mara napokumbuka kusoma mstari mmoja mahali hapa, mstari wa 43 inasema, basi kulikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi la watu ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutoka na damu kwa muda wa miaka 12. Ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote kwa waganga, hakuwa amefaulu kumponya. Wakati mwingine tunaweza tumia mali zetu kupelekea wasoma nyota, kupelekea waaguzi, kupelekea wachungaji wa uongo, kupelekea wavuka majini, kupelekea wakanga wa kienyeji, ya kwamba tunapata tatizo na badala ya kupata suluhisho ndilo tatizo likaongezeka. Huyu dada kama mwanadamu aliweza kufikiria, aliweza kutafuta msaada. Kumbe hata yeye alikimbia kwa wakanga. Unaona? Alikimbia kwa wakanga. Mwingine akaniambia, pastor, ukiwa mgonjwa hata mtu akikwambia kunywa sewage ndio upone utakunywa, na ni kweli. Nikuja nikaona ni kweli.
Unaona tatizo la ugonjwa lako, ukikunywa sewage asubuhi moja, asubuhi kikombe moja hii kubwa ya mabati, na jioni ndio lali, siku 5 utapona, utakunywa. Huyu dada alitanganywa. So kulikuwa na mchungaji mwingine Meru mchinga anasema tu unakunywa susu yako asubuhi unapona asma. Ilikuwa kwa redio. Hamukusikia? Kimuona watu wengi walichiita. Takwambia hata ukule kinyesi yako utapona. Huyu dada alijaribu sana. Maandiko yanasema mali yake iliishia kwa wakanga. Akijaribu tatizo la kutokwa na damu iishe na iliendelea. Kuna watu wengi wako kanisani, lakini imani yao kwa Mungu inatiliwa shaka. Afadhali penye ataenda aseme, na nimekuona leta 2,000 nitakutipu nitakutengeneza. Kama wengine sasa wamechoka na Nairobi. Yaani wameona wakanga wa Nairobi wamepepetwa, hawana msaada, wanatoka wanaenda nje ya Nairobi. Sasa wacha watengeneze, wakimaliza vyote na ninaweka petroli na choma zote. Kufilisika wafilisike. Watafilisika. Huyu dada alifilisika mpaka akakutana na Yesu. Ndio tatizo lake liliisha. Unaweza uza shamba, wengine wanauza magari. Wanaenda wananunua Amerika machini kama ile mwenye alinunua chini milioni 7. Milioni 7M. Wakati wewe unatamani kuwa na 7,000, mtu anachukua milioni 7 anaenda ananunua machini ya Amerika. Eti ni makali kuliko Kristo. Na shangaa wanasema mimi naomba machini, ninachoma machini kama yote. Ile machini nimechoma nimechoma billions of satanic altars. Huyu dada pia alijaribu. Kumbe wewe kukupotoshwa ukiwa chini ya uofu ya shetani, ukiwa chini ya mtandao ya shetani, atakuelekeza tu kwa wafuasi wake. Tena unaona mwingine ndiye anafika Nairobi tu pap, ametoka Kiliki. Yaani shetani mwenyewe amefuruta watu. Anasema na nimefika tu leo watu hazijapanga nyumba lakini niko na customer 6. Wamefika. Unaona shetani kinetwork vile na connect. Akili namwambia wacha niende, kuna mtu wako mahali fulani atanisaidia. Unafika anajua umefika. Jesus came to destroy satanic network. Unapoomba unasema nakata kile mitandao ya shetani ambayo imewasiliana kumonitor my blessings, kumonitor my prosperity, kumonitor my health, kumonitor my uplifting, kumonitor my power. Ninavunja zote kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona ya kwamba huyu dada mali yake yote iliweza kuishia kwa wakanga, lakini hakupata suluhisho. Hakupata suluhisho. Na si ajabu yule anayepeleka pesa kwa wakanga 2,000 kanisani anatoanga sadaka shilingi 5. Akifika kanisani akianza kutesa, akiruka, akiambia haleluya haleluya, akisema Yesu ni Bwana, akisema leo tunainuliwa, lakini kwa wakanga anapeleka 2,000. Hata kwa nyumba kukula neema ya Bwana inatosha. Lakini kanisani, pastor unajua si kupata kazi, pastor kazi ilikuwa mbaya, pastor niombee tu, kazi na yumba, na ulilipwa Jumamosi, na hiyo Jumamosi haukufika kwa nyumba, ulilipwa Jumatano ama ulilipwa tarehe 1, hata haikufika tarehe 5, tarehe 2 ulipanga ukapeleka kwa mkanga fulani kule Katina, ama ukaenda kule Buguru, ama ukaenda kule stage 2, ama ukaenda wengine wanakuanga kule wapi Msalapa, ama ukaenda yule mwenye wameenda sasa kule ng'ambo. Huko mkanga waendagi kule, unaambiwa leta shilingi ngapi? Makuka wananiambia vitu zangu zinaniambia. Na siku hizo wamegundua hawezi chunguza. Maana nilisema wakichunguza watanyoroshwa. Aitisha upanga, komanda wa vita. Naambia Mikaeli, achilia upanga wako. Wakianza kuchunguza, anza kuwatwanga wakiwa mahali pale. Anaanza hapo. Sasa nimebadilisha sasa sisemi wakichunguza. Maana wamegundua hawezi chunguza watanyoroshwa. Sasa akikaa tu akaanza kusema hivi, akikaa hivi tu, anzana na yeye mahali pale. Na zile vitu ziko kwa hiyo nyumba zote si wake moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia huyu mpendwa na huyu dada
hakuwa ameelewa ya kwamba yeye yuaishi chini ya mtandao wa shetani, na inafaa mtandao uharibike kwanza ndiye aone Kristo aliye hai. Yafaa mtandao upondeke kwanza ndiye aone Yesu aliye hai. Akawa tu anachifinyilia pale, akauza shamba, akauza ng'ombe, akauza TV, akauza kitu. Yani aliuza mpaka akauza, akapaki kila kitu, akakosa kitu. Akapaki na nguo moja tu mmoja, maana akasingine akasiuza. Chakula kukula kwa nyumba hawezi kula, hata afadhali akule kwa mkanga. Pesa akasipeleka nyingi kule, akasipeleka akifikiria anapata usaidizi. Hakupata usaidizi. Yesu akawa anatembea tu, kitu ikamwambia sasa ni wakati mtandao. Maana penye Yesu anatembea, maana nasema popote alienda alitenda mema. Hakuna mahali alienda akaacha vile kulikuwa. Yeye akawa anatembea tu hivi. Huyu dada, maana mtandao wa shetani ulikuwa umevunjika. Mtu wa Mungu ukitembea vizuri na ukikaa vizuri na Mungu, anga yako hata pepe ikijaribu tu kucross kutoka kule inapita hivi, inaona hakuna moto, haiwezi cross. It can't. Haiwezi. Maana anga yako yeye aliye mkuu ameconnect vizuri. Wire ameconnect. It's like yani kuchua a life wire itoka hapa juu inakuja hivi, alafu nataka kupitisha mkono hivi, itakuchapa short. Mapepo inajua, shetani anajua. Usishike wire. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapata ya kwamba wakati huyu dada alikundua ya kwamba alikuwa anategemea nguvu ambazo sio nguvu. Sijui kama umenipata. Wakati huyu dada alikundua ya kwamba anategemea nguvu ambazo sio nguvu, yani asiwezi kufanya kitu, zinakufirilisha tu, zinakudhalalisha mpaka umekosa pesa. Yani ulikuwa mtu wa pesa, sasa hauna pesa, na ukipiga mahesabu pesa zimeenda wapi? Zimeenda kwa mkanga tu, kutafuta madawa, kutafuta majini. Mpaka nilikuwa nauliza mmoja, sasa wapendwa, mimi nitatoa wapi pesa ya kununua majini? Ukishika jini unauliza na nilikuwa pesa shilingi 1,100, 1,200. Wengine hata wanakopeshwa. Mwenye anakukopesha ile kamemchosha, anamwambia haka kamenichosha, kachukue tu. Anakupea. Kana kuja kana kuhangaisha, wewe hata hujui kukalisha. Kana kuhangaisha. Ulienda ukapewa na pesa, unakuja pastor nisaidie bure. Mwipo wa kujidunga. Baada ya huyu dada kukundua mahali tumesoma, akaona kwamba mali yangu inaishia tu huku na sisaidiki. Mali yangu inaharibikia tu huku na sisaidiki. Nimeishi tu maisha ya kuhangaika na sisaidiki. Baada ya kukundua, naomba Mungu akusaidie ukundue mali yako inaishia mahali penye usaidiki. Naomba Mungu akusaidie ufunguke ya kwamba afadhali, kuna watu nimeambia, afadhali invest on the altar of God. Itakumbukwa milele. Kuliko kupelekea mwanadamu. Mwingine anakuambia nitumie pesa nitakuombea. Unajua kuna wengine niko nao hapa lakini wako na wachungaji nyumbani. Wewe hujui penye anafanya nini. Anakukwamiwa alafu anakuambia ninakuombea. Wewe na akili zako umechukua M-Pesa, ile pesa mingi umetoa hapa ni 50 bob. Lakini yule wa nyumbani mwenye hujui anafanya nini umetuma shilingi 2,000. Anakwambia nimekuombea mpendwa, naonyesha Mungu anasimama na wewe. Naonyesha Mungu mwingine juzi aliniambia Sunday. Eti alimwambia na ni dada akamwambia mimi roho amenionyesha nikuoe wewe. Nikamwambia achana, hiyo ni pepo. Huyo sio mchungaji, huyo ni pepo. Nilienda kumwombea niombee ndoa. Alafu wakati nitoka nyumbani nikuja Nairobi anampigia simu, Mungu amenionyesha nikuoe wewe. Na hao ndio mnapenda. Mimi nikikwambia ongojea ile mikono nasema pastor hapana. Pastor hapo pastor mimi ningojee tena randi. Ongojea God's time. Sasa akamwambia mimi nataka usudi atimuuliza. Kuna watu wa Kololoi hapa. Kuna watu wananijua mimi ni baba yao. Na kuna wengine wanajua mimi. Wengine wananijua mimi ni ndugu yao. Mimi sio ndugu yenu. Haya, mimi sio ndugu yenu. Yesu aliwaambia wanaosikia jina la Baba na kazi ya Baba hao ni ndugu zangu na hao ndio baba zangu. Mambo ya ndugu na papa ipaki kule tukikutana kwa nyumba yangu na kwa nyumba yenu. Tukikuja hapa tufanye kile Mungu anataka. Unanisikia? Si Yesu aliongea eti wazazi wako wanakutaka ukuingie na ndugu zao. Yesu akasema wazazi wangu na ndugu zangu ni wale wanafanya kile Mungu Baba yangu wa mbinguni anataka.
Kama ufanye kile waje kuniambia ndugu ya mimi ni ndugu yako. Wewe. Kuna watu niko nao hapa wako very loyal. Wanajua that's my pastor. Hawezi kunificha kitu. Niambia pastor nisaidie. Ni nini hiyo? Niwaambie hiyo ni pepo. Huyo sio Mungu gani, ni pepo lenye ninaishi. Na hiyo pepo yenye naishi hiyo inataka ninyoroshe, ifukusu na riswa. Hiyo inafukusu na unyonyo. Unaichapa vizuri. Mimi nikuombea. Unaniambia pastor niombee nataka ndoa. Naambia ndoa sasa sikuambii kwa macho. Na ngoja unaenda alafu nakwambia ndoa amenionyesha wewe uko mke wangu. Simufunguke macho vile huyu dada alifunguka macho. Maana tumesoma. Huyu dada alifunguka macho, akaona nimetanganywa kweli. Maana maandiko yamesema na mali yake yote aliimarishia kwa wakanga bila kupata suluhisho. Wakati Kristo alitembea, na maandiko yanasema vinavyoharibika wakati Mwenyezi Mungu ataonekana, Kristo ataonekana, visivyoharibika vitajulikana. When the right time itafika, hata kama dada yangu umekaa na mimi uko hapa hivi, but you are not the one. Yani kile kinaishi ndani mwako ni kitu kimefichika. When the right time itafika kitafunuliwa. Haleluya. Unasikia ndugu yangu, dada yangu? Unaweza ni pasifa, pastor ni mzuri pastor. Wakati wenyewe ukifika kujulikana wewe ni nani, ndio unaona. Maana huyu dada alifika mahali akasema now it has imefika nafasi nijue Mungu wa ukweli ni nani, nijue Kristo ni nani, niachane mahali yangu. Maana unajua utajua Mungu wakati umefilisika. Ndio maana wengine wanakuchanga wakati kimeharibika. Lakini wakati uko sawa, kukula asubuhi blueband, chapati, spaghetti, nyama choma, mambo kuko sawa. Wakati kunaharibika, yani dada amefika mwisho. Amefika mwisho, ndio ameenda sasa mahali kuna jaburi. Hata nienda tu Yesu. Yesu ni wa huruma. Ndio maana unasikia kwamba naomba sana Mungu aweze kukufungua macho. Kila ambacho mnategemea hakiwezi kukusaidia. Na tena hakiwezi kukutoa mahali popote na kukupeleka mahali popote. Hakuna. Tegemea Yesu aliyekuumba peke yake. Ako na operation. Kama ni kifua kiko na shida, katika ofisi ya Bwana nikifungua in the laboratory ya Bwana, naambia toa kifua kingine mahali pale, ondoa hiki kiweke kwa moto kichomeke, rejesha kifua chake kizuri. Hiyo huwezi enda theater tulipe shilingi 1000, maana major operation inafanywa na 6K. Hiyo ni operation necessary ya hizo kawaida. Lakini operation ya kifua, my friend, hiyo utakwambia hapa Kenya ifanyiwe, tupeleke India. Kama ni moyo inafura inafimba, naambia Mungu fanya operation. Toa ile moyo inafura inafimba, weka moyo ambayo haifuri haifimbi na aishi na maisha mazuri. Spiritual operation. Kama unasema iko sawa na unaruka unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa mamlaka chini na hata mbinguni. Na akasema chenye utasema kifungwe kitafungwa, chenye utasema kifunguliwe na kinakifunguliwa. Lakini hatuoni, tunakimbia penye tunadanganywa. Wapendwa, nataka mfungue macho. Fungueni macho. Halo? Kusa rafiki yako mwambie funguka macho. Mwambie funguka macho. Kwa Mungu tulipewa bure, tunapeana bure. Kugenge unaambiwa hii kazi yako nataka nikufanyie na 2000, alafu nipe 2000 kwanza, weka hapa 2000 paasha ndio hii. Hapo nadanganywa my friend. Alafu nikupe hii dawa, ukienda weka kwa mdomo hapa chini, tafuna ukiita jina lake, ama leta picha yake, ama leta fanya ukarapati na uchanja wako. Chukua mchanga kwa miguu yake uniletee, ama chukua usi yake uniletee tu, ama wakati anaongea record his voice ulete. Hii ni moto. Hii hata mashetani najua. Hii najua shetani mwenyewe, sio jamaa agent. Unajua hiyo sauti yako ukiongea nasikia masikio yangu inalipuka. Sitaki usikiongee. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya huyu dada kugundua ya kwamba kila anategemea hakiwezi kumsaidia, hapo ndio imani itaongezeka. Halo, unaona sasa siri? Yaani wakati utagundua kwamba hii njia nimeshika sio mzuri, kuna level ya imani inaongezeka. So imani ikaongezeka kwake.
Unaona sasa imani ikaongezeka kwake. Akaona hivi vitu nimetegemea, nimenifilisisha. Verse number 43. Inasema mali yake yote ilikuwa imeishia kule. Lakini tukikakua vitabu za kanisani kutoa alitoa last year. Unacheka. Last year ili mwezi wa pili. Ilikuwa last year kama mwezi wa 20. Last year. Leo viti si ni chache aje. Kuna mtu amekalia viti mbili. Please. Leo naona viti ni vichache. Na bado watu wanakuja. Kalia hapo ndugu yangu. Maana leo asubuhi nimeambia Mungu atende jambo. Anaona next month Mungu atakuwa ametenda jambo. Hapo. Mungu atakuwa ametenda. Yeye nimeombea Mungu na Mungu amesema rubber stamped and confirmed my faithful servant. Wakati mtu unaambia ya kwamba sitafanya hiki jambo, kumbe imani inaongezeka. Huyu dada imani iliongezeka. Wakati aliamua mali yangu imeisha, nilikuwa na ng'ombe mbili, sasa imeisha. Nilikuwa na kaduka, sasa imeisha. Yaani wakati nikiuza pesa nikipata badala ya kufanya stoko niende stoko nyingine, nachukua hiyo pesa napeleka mkanga ameniambia ukuje kesho nitakupea dawa nyingine kali. Kali. Karo. Ndio kuja nakupea dawa nyingine kali. Hiyo ukifika tu ukipanua mdomo tu wote wanachanganyikiwa, utapanua mpaka itakwama huko. Karani yangu unacheka. Hao watu wanatachirika na kwa uongo. Ukifika tu kwa hiyo keti, kuna kaketi kako kadogo hivi. Nyunyiza hapo na mimi nitangulia kufika. Ndio wakuja wachanganyikiwe. Ulinyunyiza na mimi nikakanyaga akasema yote mwenye ameweka hapa yote naichoma. Na ninachoma penye ametoka. Ukirudi huko kesho yake atakwambia wewe umeniletea shida. Nini kubwa wangu nipeleka? Vitu zangu zimeharibika sikutaki. Vile wengine wanafukuzwa kama kuku. Wanajua. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako uko mahali pazuri. Ukicheza shauri yako. Ukicheza shauri yako. Uko mahali Mungu anaongea. Mungu anaongea. Haya. Ukicheza shauri yako. Shauri yako. Uko mahali pazuri. Walidharau kule Bethlehemu kuna kitu kizuri kinaweza toka kule. Hakuna kitu kizuri kinatoka Bethlehemu. Kule ndio Yesu alitoka. Hata mandugu zake walisema hapana. Wewe waacha Bwana. Wafarisayo wakasema huyu kijana wa Josefu huyu kapenda huyu. Anaisha kilala njaa, nilimwambia nitengenezee kitanda atanipea. Mambo hayo yote Yesu alipitia. Anajua matusi ni nini. Lakini nafurahi kwa maana next month niko na Pasaka. Na kifo kule hiyo Pasaka jitakazi. Wengine mtakula Pasaka na mkufu mapema. Tutawafundisha. Najua watu wajuange hiyo hatari ya kukula Pasaka. Next month anza kujiandaa. Na utainuliwa, inakuanga na uchaso pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati alipokundua imani iliongezeka na akaamua tu kushika basi la Yesu. Hakuamua kuna kitu kingine, aliamua tu kushika basi la Yesu. Yaani kulikusa tu hivi. Na huyo dada akapona kwa jina la Yesu. Naomba ya kwamba shetani na network yake ambayo imekufunika imani yako isiongezeke iharibike leo. Haleluya. Naomba ya kwamba network ya shetani iliyokufunga usione mwanga na mwanga ulio ukweli iharibike leo. Ili ukaweze kuona Mungu aliyo ukweli. Our God is not a counterfeit God. Mungu tunayeomba sio kwamba honya hapana. Mungu tunayeomba sio Mungu ya kwamba lazima uwe na irisi kwa nguo hapana. Mungu tunayeomba sio kwamba Biblia yako ipakwe madawa ndio uone roho hapana. Mungu tunayeomba sio kwamba ulambe madawa ama chipake ndio uombe hapana. Tunaomba Mungu ambaye ukiwa na imani ukigusa maso yake na unapona. Tunaomba Mungu ambaye ukimuita kwa imani na anasikia na anajibu. Tunaomba Mungu ambaye anasikia maombi ya wale ambao wanamuomba watakatifu tu. Maana maombi ya mwenye dhambi mbele zake ni kelele. Kwa hiyo jiulize, ni kelele ama naisikia? Maana wengi ni kelele tu. Baba naomba nitetee, natoa fungu la 10. Unajua Mungu jana sikukuja kwa maana nilikuwa kasi. Mungu unajua jana nilikuwa nimekasirika. Sasa kelele. Kelele.
Kelele hiyo alikwambia umwambie kwa nini ukukuja? Nilikuwa kazi. Hata Mungu unajua chana nilikuwa nimeamuka kukucha nikakasirishwa na mzee ama na bibi nikanifanya nikakwasika siku kukucha. Mungu nisamee. Haya alikwambia hapo. Kelele tu. Na unaomba kelele mingi, alafu ukiona unajua kama umewahi ona mtu akipiga pikipiki. Ukiweka starter ya mkono haishiki. Umechapa mateke haishiki, umelazimisha sasa kusukuma ishtue. Unasukuma inashtuka na inazima. Inashtuka na inazima. Sasa unapaki hapo. Na una fake things. Wakati una fake things sasa unaingia kimwili kabisa. Nilikuwa Thika 2009. Kuna dada Muluya alikuwa anashiriki kanisa la Wakamba. Na kwa bahati mbaya ama mzuri kwake alikuwa ni Muluya pekee katikati ya Wakamba. Sasa Wakamba hawaelewi Kiluya. Yeye anaanza kukoroga Kiluya kiduka. Anasema kuna jamaa kanda kidheri ne chai. Na anashikanisha ni kama kitu aligani like Tanga Twister. Unajua Tanga Twister? Tanga Twister ya Kiluya. Vizuri kabisa naunganisha Tanga Twister kama 5. Zote. Sasa watu wakasema huyu anaongea ndimi. Wakati nilikuwa hapo na ndugu alikuwa amenialika. Nakumbuka nilihubiri kuhusu tamaa. Nikahubiri kuhusu tamaa mpaka mwinjilisti wa hiyo kanisa walikuwa mwamini kama nabii alianguka chini akaanza kutoa pofu. Ambia pastor usitoi mapepo na watapilianga hapo. Pastor alishtuka. Usharati imechapa kanisa ti. Mimi shamba imechapa kanisa ti. Na yeye msichana Muluya kwa mahali pale anakoroka Tanga Twister za Kiluya ya kitheri machai na majwele na nini zote ameshikanisha. Wanasema huyu amechaswa. Niliamua nikamwambia wewe. Basi risko mweka akasikia ndio kitu. Maana nilikuwa nje mahali pale Kiswahili nilikuwa nakoroka Kiswahili. So nikamwambia watu tuinue mikono tuende mbele za Bwana mtishe nguvu. Niambia baba wachilie nguvu zako. Kusikiliza ni malaika gani anaongea. Nasikia yani Tanga Twister ya Kiluya. Ama muoni kidheri mchele ameshikanisha na chai. Na ana rap, unajua kurap. Kurap. Vizuri. Sasa hawa amefanyaga hii mambo yote iko kama ukinaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume kulikuwa na msichana mmoja wa pepo na kuaguzi. Huyu msichana alikuwa matachiri walikuwa wamemweka kwa sababu ya kutachirikia kwake. Watu wangeenda kwa hiyo matachiri alafu anatoa unabii kwao. Wakati Paulo na Petero walipokuwa wanatembea wakafika katika hiyo mtaa. Hii pepo inaweza kusema hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai. Paulo alikasirika akamkotolea macho akasema wewe pepo ulio ndani mwako ondoka uende. Hapo ndio Paulo alishikwa. Akawekwa ndani. Hao matajiri kwa sababu wako na pesa wakasema, "Ai, huyu jamaa anatuharibia biashara." Bila nimeharibia biashara wengi hapa Nairobi. Hapa Nairobi. Baba wametoka Kangwale sasa wanaenda Buruburu. Na kule huko sio Kimau wanaenda mpaka sasa Thika. Past Nairobi. Kitoko wanasafiri tu. Pesa zinaisha. Ile siku nitaamua kikalia gari yanguki ama pikipiki yanguki. Watakuja hapo wakisema, "Unajua pastor nilipata accident." Watu ulipata accident ukienda wapi? Pastor unajua nilikuwa nimekaa tu, nilikuwa naenda kazi. Nilikuwa naenda maji. Unaficha roho wa Mungu. Ambia neema ikutoshe. Pastor nilikuwa naenda kutembelea kasini yangu kule Pupuru. Lakini bahati mbaya nikapata ajali. Nani alikuambia ulikuwa unatembelea kasini yako? Mission yako Mungu aliona. Unaweza jificha kwa dada yangu lakini kwa Mungu usijificha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunaona huyu dada aliweza kumtegemea Mungu. Hawataweza kuona katika skrini zao wakati Yesu amechukua ufalme kwa maisha yako. Maana wanaendanga katika skrini zao. Kuna watu wanatumia skrini, wengine wanatumia maji. Wajuzi hapa skrini ilipasuka anatumia maji. Anakuambia anaita maji anafanya na vitu zingine rohoni na napaka mpaka anashindwa. Anaangalia kwa maji inachemuka mpaka macho yanaripika. Mpaka sasa ninaambiwa tu nitoboange tu macho wakuwe vipofu. Topoa tu macho kwa kipofu. Topoa tu macho. Na ndiye angalia hivi. Angalia hivi. Nimemwona. Na maandiko yananikumbusha dhambi zote duniani zinaweza samehewa, lakini dhambi mwenye anakufuru roho Mungu hatawahi samehewa. Kama unaona watakatifu wanafanya mahali hapa kazi, don't waamini, badala ya kuwaita majini, tuachomoka uende.
majini. Basi niko na pesa mimi ya kununua majini jamani. Ama nafikiria chini imekuwa tu ni nguo tu. Hilo jambo nimelichukulia maanani sana. Ninaita majini hapa, nimelichukulia maanani. Ti majini yetu. Majini yenu. Hayo ni majini yetu. Karo, tangu tukae na wewe ni wajuzi. Wajuzi. Wewe dada yangu, tuko na majini. Alafu wanaita pastor yangu eti ni jini kubwa. Hilo ni jini kubwa. Hadi mwingine hapa tumeanza na hili. Huyo dada yangu, huyu alikuwa mtoto wa shule. Lakini alikuwa niona vile nilikuwa nalala njaa nikiita Mungu. Niambia Mungu tuondoe kwa hii maisha tunaishi. Maisha ya madharau sana. Hilo ni jini kubwa. Hiyo jini kubwa. Hili jini lingine ndogo hili. Usiliita litakuchapa. Huyu dada alikuwa na hiyo shida. Huyu dada tunamsoma huyu. Lakini ni ombi langu ya kwamba Yesu atembee kwa maisha yenu. Muone Yesu aliye wa kweli. Sile nguvu Mungu ameachilia mahali hapa sistahili kuomba dakika 5. Niambie Baba uketie mbinguni kwa jina la Yesu huyu mpendwa kila anahitaji apokee. Na unapokea. Wale walikuwa hapa. Yapoto huyo mtoto sweta. Mtoto tu sweta usimamishe. Na pale tena nitafika ushuhuda. Wale walikuwa hapa. Walikuwa naona mpaka walikuwa wanamhurumia. Onyeshe mtoto tu sweta uonyeshe watu. Onyeshe tu watu tu usimamishe tu mtoto huyo. Alafu unaanza kuita malaika wa Bwana majini. Alafu wanaenda kwa wakanga. Kwa hiyo ni kazi ya majini ama ni kazi ya watakatifu? Jaflet, ulikuwa unaona hiyo mkono vile ilikuwa inakaa? My sister, angalia hiyo mkono. Wapendwa, tusitarapike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyo ndiye Mungu tunaita. Huyo ndiye Mungu tunamuita. Ambaye huyu dada alichukua tu hatua ya kushika tu pendo lake hivi. Maana alikuwa amekaa katika utumwa wa shetani, alikuwa amefinyiliwa. Yesu kutembea kwake tu, hiyo inaitwa akasikuwa sina katika tu. Wakati ilikatika akafunguka macho akasema, "Haya, mali yangu imeisha. Nilikuwa na mali fulani ikaisha, nilikuwa na plot imeisha, nilikuwa na kitu fulani imeisha. Yote hivi imeniunua imeisha na sijapata kupona." Nimeona akafunguliwa macho, akaona kuna mtu anapita na ni mtu sio kawaida. Wacha hata sasa mimi nitafanya haki, niko na aibu. Damu ni mingi, nataka nifanye nini? Wacha tu nishike basi lake. Wacha tu nichifinyie tu kile. Akakuza. Na watu ni wengi, unajua wengi walikuwa wanamkuza. Mike tembea katikati ya watu wengi. Watu wengi walikuwa wanamkuza. Lakini huyu alimkuza special. Hakumgusa tu kawaida, alimgusa special. Ndani mwake alikuwa amefanya uamuzi. Nimeacha vyote ninakuja kwako. Nimeacha sasa madawa, hata ile iko kwa nyumba niliambiwa nikae nayo. Hii naenda kuachana nayo, akatupa bila hata kuambiwa. Alisema mimi mwenyewe hata sitaki niambiwe. Sitaki kuambiwa nini niko nayo. Maana ukienda kwa mganga upewe ukosaki kupewa, lazima upewe. Si ni kweli? Na maana ninasema mali yake iliishia kwa wakanga, alipewa mingi, akapewa hii ni hatari. Hii imetoka tu kwa moto juice Pemba, Tanzania. Juice kali. Hii imetoka Ukampani, huko kwa Mtisia wa Masaku. Ama wengine wako Mbeere, hatari. Akikuonyesha ukionyesha kidole hivi na mkono inabaki hiyo. Hii imetoka huko, unasikia kama inaitwa Mbeere. Hii ni hatari. Hii nayo ni hatari, unalipa 5,000. Ulilipa 3,000 imepaki 2. Ila alikupea hakuna. Huyu dada aliamua tu kusitupa. Alienda kapewa kakichiti. Alienda kapakwa ingine akasema hii jipakenge uenda kanisani. Hapo unachoka tu. Sasa utajipaka uanze kunuka hapa pepe. Unajua pepe? Mbona kwanza kuangalia sema ni nini? Yesu ndafanya operation. Nitakuangukie. Yesu ndaomba Mungu wajipake wakuje pambuliwe. Tukae kama huyo msichana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo msichana aliamua, fanya uamuzi leo. Unyola my sister. Fanya uamuzi leo.
Fanya uamuzi leo. Useme mimi nimefanya uamuzi, mambo haya, hii njia sitaifuata, nitafuata hii njia. Na Mungu hata kama tuchukue kama Danieli, kitabu cha Danieli 2:24 mpaka 28. Danieli 2, naona masaa imeenda, saa 4, masaa imeenda. Pata mafundisho mazuri sana. Danieli 2:24 mpaka 28. Ndugu yangu utaleta bench. Tunakwambia mlete viti, utaleta bench. Utaleta bench. Wachana na hiyo kitu, wachana nayo. Leta bench wakalia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana dada yangu. Viti zimeisha kabisa. Asha ningesimama. Kalia hiyo kiti. Asha simsimame. Mwezi kaa chini nyinyi maskari wangu. Simameni. Angalia hapo nje. Kwanza viti mbili already zinapatikana. Nashukuru sana. Mpisha pita huyo dada yangu. I thank God. Danieli 2 nimewambia next month mwezi wa 3 na msimu Mungu sana. Na msimu Mungu sana. Tumepili mwezi wa 3 Mungu atakuwa ametenda jambo. Nataka nisome kwa haraka Danieli 2:24 mpaka 28. Danieli 2:24 mpaka 28. Naamini ya kwamba tuko pamoja, wale tulianza na wao tunaelewa tunafundishana kutoka wapi na tunaenda wapi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wameingia sasa, nazungumzia kufunja mitandao ya shetani, destroying satanic network. Wakati Yesu amekuja ni kufunja mitandao ya shetani. Danieli 2:24 hadi 28, maandiko ndio haya inasema hivi, 24 hadi 28. Basi Danieli akamwendea Arioko aliyekuwa ameteuliwa kuangamiza wenye hekima wa Babiloni. Akamwambia, usiwaue wenye hekima wa Babiloni, ila nipeleke mimi mbele ya mfalme, nami nitamweleza maana ya ndoto yake. Basi Arioko akampeleka Danieli mbele ya mfalme kwa haraka na kumwambia, nimempata mtu fulani miongoni mwa mateka wa Yuda anayeweza kukutafsiria ndoto yako, mfalme. Mfalme akamuuliza Danieli, ambaye pia aliitwa Belteshazar, je, unaweza kunijulisha ndoto niliyoyota na maana yake? Danieli akamjibu mfalme, hakuna wenye hekima, wachawi, wakanga, wanajimu wanaweza kukujulisha fumbo hilo lako, lakini yuko Mungu mbinguni ambaye hufumbua mafumbo, naye amekujulisha ewe mfalme Nebukadneza mambo yatakayotukia siku zijazo. Ndoto yako na maono yako yaliyokujia kichwani mwako ulipokuwa umelala ni haya. Sikia, tunapata kisa kingine. Huyu ni mfalme Nebukadneza, kaota ndoto. Aliota ndoto, vile aliota ndoto. Akaamuka asubuhi amesahau. Na hiyo ndoto ikawa inamkosesha amani. Unanipata? Akakosa amani sana. Akaita wachawi wake, akaita wasoma nyota wake wote, akaita wakanga wa Babiloni wote, wakakuja wakakaa. Akawaambia, kuna ndoto niliota, lakini hiyo ndoto nimeisahau. Nataka mniambie hiyo ndoto niliyoyota na maana yake. Wakanga walishindwa. Unaona sasa? Na waambiangi wakishindwa. Siku mwingine alienda Uganda, akiwa ameenda kwa mkanga kufanya ukanga wake, akanyoroshwa na malaika Mikaeli. Akashuka, akadanganya jamaa, akamwambia, mambo iko sawa. Hakuambia ukweli, maana umepewa pesa. Umepewa 10k umempelekea, kwani akwambia ukweli mambo ni kupaya pesa zimtoke? Hawezi kubali, hata shikilia hiyo pesa, mwambie nimekupa hii dawa. Wengine wakaenda hapa stage 2 wakapewa dawa ya kuwamaliza. Ndio mfanye hivi, wakakunywa sumu. Sasa hizi tumbo zimefura. Hizi tumbo zinawauma. Tuwaletee mimi watu wangu hapa wakunywa sumu. Kunywa wenyewe. Nebukadneza aliota ndoto usiku. Na hiyo ndoto akashindwa kuelewa maana yake ni nini. Na ndoto yenyewe ikapotea. Akafika asubuhi akawa na wasiwasi. Kuna ndoto niliota, na hii ndoto inanisumbua ni nini? Akaita wakanga wote, akaita wachawi wake, watu wa kusoma nyota, watu wa kumwambia ya matukio yatatukia, watu wa kumwambia nini kinaendelea. Wakakuja wote, wakakaa. Akaomba, basi niambieni
Kila mtu amekuja na vitu zake. Mwenye amepepa machini yake kwa 20, mwenye amepepa screen yake, mwenye amepepa maji yake, mwenye amepepa mkia. Na mkia anamwambia mimi ni mtu wa mkia tu. Na wewe umekaa na kufanyia hivi. Anakufanyia hivi. Unasikia hiyo wimbo ya kekundu, 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 shetani kekundu, kekundu, mkongolo kwaya. Makongolo ama mkongolo? Makongolo kwaya ya Tanzania. Mkanga amekaa na mkia na kasturu kenyewe, hata stuli yenyewe, yani stuli yenyewe haikaliki, amefaa kitu kingine kwa kichwa na kama mchawi. Na wao nasema na kukangua na kusaidia. Haki jamani, mfunguke macho. Fungukeni macho. Anakuambia na kupewa promotion, na mwenyewe ukimwangalia vile amekaa ile style nyingine mpaka hata ukikutana na yeye wakati mzuri hata wengine mkutana mwezi tembea na wao. Lakini umekaa mahali pale anakuambia vitu zangu zinaniambia leta 5,000. Mpaka singine mnakopa mnapeleka. Fungukeni macho. Wakanga walikuja kwa Nebukadneza wakashindwa. Yaani wakashindwa, akasema mfalme, tuambie ndoto tutakufanyia maana yake. Mfalme akasema, ndoto ninayo lakini imepotea kwa akili. Nataka mniambie niliota nini? Naona baada sasa unaonanga nguvu asitoshani. Shetani ni muongo tu kukudanganya na kusaidia na kusaidia. Na nikiongea hivi penye wako anatetemeka sana, anasema sasa huyu mtu anaambia watu wake siri zote. Siri zote. Lakini najua ndani yama kuna wengine wanayashika, kuna wengine ikitoka hapa nje wamesahau, kuna wengine inamea lakini inakosa maji inakufa, kuna wengine inamea udongo mzuri. Najua tuko hapa watu waini. Kuna wengine inamea vizuri itamsaidia. Lakini kuna wengine shetani kanasema hata akiongea amekufunika masikio usikii. Unasema anapata samari sasa ni ukeruke. Sasa utaruka utasaidika aje? Hii ndio maana hii inaongea. Mambo haya yanaongea ndio uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walishindwa, Nebukadneza akasema, ninaua watu wote, all wise men. Wale wenye hekima wote na waua. Akaambia Arioko aliyekuwa anasimamia ile kitengo, waambie wote na wanawaita. Kesho saa 7 na waua. Danieli akajitokeza. Akasema Arioko, kimbia kwa mfalme mwambie naweza msaidia. Sasa sile Danieli ni mfungwa, unaona? Myahudi amefungwa, ametekwa nyara na pamoja na wenzake akina Meshaka, Shadraka na Abednego. Danieli akamwambia nipeleke kwa mfalme, mimi nitamsaidia. Alipoenda kwa mfalme akamwambia mleta haraka. Ani wakati aliambiwa alikuwa akasema nimepumzika, hii kazi ni ngumu. Akaambia Danieli kucha, kafika kwa mfalme. Anamwambia mfalme uishi sana. Mungu ndiye anafungua na anafunua ndoto yote. Na nitakwambia maana amekuonyesha mambo yatakayofanyika baadaye. Na ndoto yote ndiyo hii. Ni Mungu tu anafunua wapendwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wengine walipoanza kupikiana masimu wanakaa vikao wanaongea, alafu anakuja hapa anasema pastor nilionyesha, niwaambia waacha mapepo nilionyesha wapi na kuongea hiyo story. Danieli akiwa Samu anajuanga ukiongea ya kwako ama ya Mungu. Wakati unaanza kusema niliota hiyo ndoto inakuja kwangu. Na natoa exactly na ukisahau yenye uliota na kuambia na ukifika mahali fulani kaota hivi. Ikikosa kukuja hiyo nyingine ilikuwa ya ukali. Na hiyo nyingine hawa walipikania masimu. Niki discussion walienda wakakaa. Wakaongea wakapanga itakuja wako confuse. Na confuse kupenya penye malaika wako zaidi ya trillion. Utaconfuse wote. Unaanza stories zako na kuangalia hivi na kuambia tuombe sana sikusaidii. Na kesho yake nawaambia watu kupikania masimu na kila mtu akae kwake. Kutoka huku napeleka huku Mshelemu naongea mambo ya kanisa, alafu kesho nakuja pastor nilionyesha nikiwa naruka hivi, nilionyesha hivi uchanja, hiyo ni mapepo. Wachawi wa Babiloni walishindwa. Danieli akafika akasema wacha nikuonyeshe kile kilichoendelea. Wakati network yao inaharibika leo. Network yani wakijaribu kusoma bahati yako haitaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajaribu wanaona na sasa huyu mama anapanga nini? Huyu baba anapanga nini? Huyu mchungaji anapanga nini? Mpaka nikaambiwa jana nikaambiwa pastor postpone tarehe 8, postpone tarehe 8. Na usiwaambie siku, utaambia tu watu wa kwenda. Safari ya tarehe 8 imeweka X. Sasa wenye wataenda kuchunguza, ataenda lini, anapanga lini, watanyorosha yeye hawajanyorosha. Yanakuhusu nini? Yanakuhusu nini? Yalionduele yasipite. Bwana Yesu asifiwe sana. Yalionduele yasipite nini?
na yasiyo kuhusu inakuwashia nini? Hello? Bwana asifiwe sana. But I will keep in touch those concerned. Sawa sawa? Mipango hiyo iko. Maana siri imejulikana. Yaliyopita si ndwele, yaliyondwele yasipite. Yaliyo pilipili sio washa, inakuwasha inakukulia nini? Watashindwa kuelewa. Danieli akamwambia uliota hivi. Maana mitandao yao iliharibika. Na leo mitandao ya wakanga kusoma nyota yako iharibike, ya kuchunguza watoto wako iharibike, mpaka washindwe kuelewa ni nini linaendelea kwa hili kanisa, ni nini linaendelea sasa baada ya leo, ni nini linaendelea kwa John. Haleluya, amen. Bwana asifiwe sana, amen. Nashukuru huyu Mungu na mwabudu ni Mungu wa kweli. Ile muujiza alifanyia huyu ndugu yangu huyu ako hapa. Huyu nikamwambia Mungu tena maajabu. Immediately, yani tunatoka hapa before nifike kwa nyumba, ameitwa kazi bila certificate. Bila karatasi. Unaambiwa kuja ingia kazi. Hiyo ndio Mungu tunaomba jameni. How many people have qualifications na wana kazi? Apendo. Kile kinakufunga, umeruhusu network ya shetani inatawala maisha yako. Unaomba ukisema I destroy every satanic network ambayo imefunika watoto wangu, imefunika ndoa yangu, imefunika biashara yangu, imefunika maombi yangu. Yaani wakati unaanza kuomba, unajua mbingu ya pili ni ya shetani. Before maombi yapite mbingu ya pili, wewe unaomba. Unajua shetani anaweza kuchipu maombi yako. Wakati unaomba kifukufuku hivi, kuna mtu aliomba, Mungu naomba nipate pesa. Nikipata 10,000, Mungu, na alikuwa naomba akipatisha tu. Akatoka akaenda akaokota 10,000. Aliokota 10,000 ilikuwa sadaka ya mtoto wake. Bila kukaa hivi, alikuwa akatembea. Alikuwa na kaduka kadogo kakachomeka, ili stima imechoma. 10,000 inamletea shida. Aliokota 10,000 kama kamekuwa binded together hivi. Aliomba tu kifukufu. Shetani akasikia akasema huyu kile kina mali zangu wa Kristo sana ni power, kuangania eti nikuwe pingwa na tamaa ya pesa na wachungaji wanawake. Hizi vitu tatu tunawakula. Sasa wewe Mungu amekuchasa, amekupea kipawa cha kuimba, unangangania kipawa cha kwenda kungoa madawa. Siwachie mwenye ngoa. Sulime shamba yako. Wakati unangangania hapa, shetani anaona haya, huyu anangangania kitu yenye hajapewa. Hata shetani anachunguza, anaona hii kitu hajai kupea na hakiko ndani mwako, na Mungu anataka kukupea, na unangangania na anakupea yake ya kufochi. Sasa unangangana, shetani anakuja anapanda. Unaonanga watu sana ndio unaonanga watu wengi sana kutoa, shetani anaonumilianga hapo. Anakuja kupomalaka na panda madawa, na anakuja usiku anaitoa ile ameweka. Sasa wewe unaona ametoa na shida ni ile. Shida ni ile unasema na nini nilitolewa jameni? Ilitolewa nini ilitolewa? Alikuja mchana akapanda na usiku akakuja akaitoa. Sasa kuanzia hapo unaona nimesaidika sana. Lakini tofauti hakuna. Je, kuna tofauti? Nikikwambia pika makoti ungojea Mungu akutendee, unaanza kusema pastor hapo, pastor amenyang'anya majini. Jini kubwa. Jini kubwa liko nyumbani. Hilo jini kubwa liko nyumbani. Watu Mungu anatapia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndipo Danieli akaomba na wenzake, halafu usiku Mungu akafunua ile ndoto. Danieli aliomba na wenzake. Wakati aliona ni kubaya wanauliwa, waliomba na wenzake. Akaambia Shadrach, Meshach na Abednego, njoo twende kwa maombi. Naye Mungu afunguaye mawazo ya mwanadamu akamfungulia. Unaona? Lazima network ya shetani uibreak. Maombi unapoomba, if you don't destroy satanic network, yani blanketi yake imefunika wa Kristo na wanatembea katika hiyo blanketi. Kwa hivyo kile wanafanya kina kisuizi network yake. Umaenda mahali hakuna network, you can't communicate.
Sawa sawa? Yule mtu nataka ufikishie uchumbe haiwezi kufika. Kwa hiyo ukiwa chini ya network ya shetani, uchumbe kufikishia Mungu haiwezi kufika. Lazima waambie Baba, ninakuja mbele zako. Ninavunja mitandao ya shetani ambayo imeinuka na wachawi wa soma nyota, wapika ramli, wote wachawi wa kienyeji, wote wachawi wa majini, wote wachawi wafuka mapepo, wanafunga maisha yangu, wanafunga nyota yangu, wanafunga anga yangu. Ninaikata hiyo network yao. Leo wakishughulika kunitafuta, wakijaribu kuniangalia, wakijaribu kuchunguza watoto wangu wanakaaje, wakijaribu kuchunguza mke wangu yukoje, wakijaribu kuchunguza mume wangu yukoje, wakijaribu kuchunguza kazi yangu yukoje, inua upanga wako, kutana na wao, wachinje wote, wachinje wote, wachinjwe wote. Maana Nebukadneza alikuwa amesema leo na wachinja wote, na leo wachinjwe wote. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo unangojea Yesu. Simba that. Unangojea Yesu. Kwa Yesu hakuna shortcut. Ndio nikwambie, Mungu angekuwa Mungu wa shortcut, kutoka Misri kuenda Canaan ingewachukua siku 3. Kulikuwa na njia pale kwa Wafilipi. Yaani wangeruka tu ili wakross. Lakini Mungu akaona hao watu nikiwapea shortcut wataruka na Umisri ndani mwao. Wacha niwapitishe changwani miaka 40. Na wenye walipita changwani, wenye walitoka Misri, wenye walifika Canaan ni watu 2. Sasa nataka uone hiyo safari. Tumetoka hapa, tumeanza Januari sisi sote, wenye tutafika Disemba 3. So lazima uchikase. Maana kwa nini wengi walipaki changwani? The spirit of doubt. Wanafika mahali wanapishana. Hata Musa pia sisi tunaongeleshwa. Naona kina Tatani na Kora hao, hata sisi tunaongeleshwa. Hao nao walimeshwa tu na ardhi, ilipasuka tu pa ikamezwa. Wengine wakasema huyu jamaa ameenda amekaa kule kwa mlima kwa Mungu sana. Wacha tujitengenezee miungu hapa. Sio wako hapa. Nasema wacha nitengenezee miungu, wacha nikimbie kwa kando. Pastor kwa kanisani, wacha mimi nikimbie kwanza leo Jumatatu. Nangi watu nitaenda Jumanne hata Jumanne. Na Jumanne nataka intercessor peke yao. Kama hizi intercessor usikuje. Jumanne nitaenda Jumatano. Umeenda kwa mkanga. Wakatengeneza mbuzi. Musa akasema hii nini? Wakafika mahali wakasema hata Musa, tulikuwa tunakula nyama kule bwana. Kwani wewe unakuja hapa kutulisha tu manakuu na kunde? Musa akamwambia Mungu, jamani, hao watu wanataka kunichapa. Wanataka nyama. Mungu akasema kesho asubuhi watakula nyama zimekuwa fried. Kula fried. Hata kuna wengine hapa kula fried ni mwanzi na hia. Kula fried, nyama fried queen. Si kwanza ndio zinakuja. Imagine nyama inakuja imepikwa. Unafikiria nani walipika? Watakatifu akina Miriam walikuwa na iunda. Ninakwambia kuna watakatifu wapishi. Unafikiria wanapikianga nini? Walikuwa wameunda hizo nyama. Tobias, walikuwa wametengeneza. Umaisoma ile kitabu cha Kutoka? Hiyo story. Wakakula nyama ya changwa. Hawakuwa wanachemsha. Nyama imeiva na ilikuwa tamu. Ukikula kuku moja, my friend, unakaa tumbo imeshipa. Unaona ile mana walikuwa wanakula mana. Mana kalikuwa anakaa kama kapisku kingine kako na sukari mingi sana. Round. Mana. Kalikuwa round. Na yako kanalala. Wakaokota twingi, wakaokota twingi. Kalikuwa katamu, ukikula kamoja asubuhi, ukula jengine ni mpaka kesho. Yaani tumbo umeshipa, uko sawa.